Fanya huduma kuhudumia wewe ili usije, kwa sababu anataka ufanye. Sasa haya yote yapo, na kwa vile yapo, Yesu akasema watu wake aliowaandaa wako watakaosimama mpaka dakika ya mwisho. Wako ambao wataruhusu walale, kwa sababu wanaona watu wetu wakikaa kwenye mtakatifu huo watashindwa. Watoto wengi watalala, na watu ambao afya zao sio nzuri watalala, na watu ambao Bwana anaona kama ni lazima walale watafanya nini? Watabakia wale ambao ataamua wasimame na kupeperusha bendera yake kwa nguvu zote bila kuangalia yaliyopo. Na kwa sababu hiyo nabii anasema watu hawa watakuwa nje ya mji, watakuwa kwenye magereza mbalimbali, huko malaika watafanya huduma. Watakuwa kuwa porini, malaika watafanya huduma. Watu watakuwa na njaa, malaika watahudumia watu. Hakuna atakayekufa kwa njaa. Labda tusome katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho. Matukio ya Siku za Mwisho kurasa 241. Nasema katika wakati wa tatu, mara tu kabla ya kuja kwa Kristo, wenye haki watahifadhiwa kupitia huduma ya malaika wa mbinguni. Kwa hiyo hakuna kuwaza kwamba itakuwaje. Malaika wa Mungu watafanya huduma kama ambavyo walitoa. Mungu aliamua kutoa huduma ya maana kwa Israeli wakati ule chakula kimeisha. Malalamiko yalipotokea, Mungu akatoa majibu. Sasa na hapo Bwana anasema atatuma malaika watakao kuja kuhudumu kwa maumbo ya wanadamu. Kwa hakuna atakayepata madhara ya ajabu msimu huu. Watu watakaokuwa wako nje ya mji, wako kokote huko, malaika watahudumia. Anasema wale ambao Bwana ataruhusu wakinywe, watakapokosesha huduma na nini, ataruhusu kipatikane chakula kinacholinda uhai wao peke yake. Kwa hakuna wakufa. Mungu anaruhusu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hakuna kitakacholeta madhara. Ukiwa na imani kwa Mungu moja kwa moja, haya yote yatakuwa si kitu, kama alivyoona Jerome kwamba moto si kitu mbele yake. Akaimba kwamba yuko Kristo nyuma yote, ambaye kupitia yeye anaamsha shangwe na kuimba mbele ya moto katika muda ambao ilitokea hiyo. Sasa tusikilize kisa cha mtu mmoja, kijana alikuwa na miaka 19. Huyu kijana anasema aliona kuna wito ndani ya moyo wake ambao unamfanya aondoke kwao na kwenda kuwa mishonari katika katika nchi ya Colombia, ambapo kulikuwa na ukomunisti wa kufa na kupona. Watu hawakuamini Mungu na hawakuamini Ukristo kabisa. Kisa kinaeleza kwamba kijana akafunga safari, akaenda akafikia kwenye kabila moja katika nchi hiyo ya Colombia ambayo ukomunisti ulikuwa umetawala. Akafanya kwa miaka 28 kama mishonari. Anasema ilikuwa kazi ya furaha, ni kazi ya pambana hapa hapa, lakini anashukuru Mungu kwamba alimpa nguvu ya kufanya kazi bila kuangalia iko wapi. Kijana huyu alifanya kazi kwa miaka 28 ya uinjilisti katika nchi hiyo. Anasema baada ya miaka 28 akakamatwa na wanajeshi wapiganaji wa msituni wa kikomunisti. Wakamwambia, wewe ni muasi, ni mpelelezi unayepeleleza mambo yetu katika nchi hii, kwa hiyo hufai kuwepo katika nchi hii. Wakamkamata, wakamfunga, wakamrusha kwenye gari ya kuondoka naye. Wakaenda kwenye misitu, katika makambi ya misitu ya ndani, wakamfunga kwenye miti na kumtesa sana aeleze yeye ni nani. Akaeleza, mimi ni Mkristo wa kawaida na tangaza neno la Mungu, mimi sio mwasi wala sio mpelelezi. Wakamwambia inabidi uende. Walipomtesa na kumtesa, wanapomwachia anapata vitabu na kuanza kuwafundisha wanajeshi wale wanamtesa. Zikapita siku na miezi, wakaona msimamo haubadiliki, wakamhamisha katika vijiji. Kokote alikoenda msimamo wake ulikuwa ni huu, anateswa, lakini baada ya mateso anasimama na kuanza kuwafundisha. Akatembezwa miaka 8 katika makambi 12 yaliyokuwepo katika miezi 8 katika makambi 12 ambayo ilikuwepo katika nchi hiyo. Kambi ya mwisho wakasema, huyu mtu msimamo wake ni huu, ni moja, habadiliki. Tunafanyaje?
Tukimwachia atajifanya ni wa dini, kumbe si wa dini. Kwa hiyo takufanya huyu bwana inabidi afi. Wakachagulia mojawapo ya watu ambao amewahubiria, wamemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wao katika makambi hayo. Wakawaambia, sasa chukueni bunduki zenu, mpake risasi za kutosha kwenye magazini. Inabidi bwana amiminiwe risasi, achakae, asiwepo na historia yake ifie hapa. Yule bwana anasema hakujua ambacho kingetokea, wala askari hakujua ambacho kingetokea. Wakasema, sasa tufanyeje? Tutampiga akiwa amesimama au iweje? Kamanda akasema, utafute mti afungwe kwenye mti, andoshe mikono huko na huko, afungwe, alafu itoe amri risasi zimimiminwe apotee. Anasema alikuwa tayari kukimbia, hawezi. Askari wapo waliomzingira wenye silaha za kutosha, atafanyaje? Akafungwa kamba. Watu wanamwambia mkae tayari. Sasa mkae tayari. Ikatolewa amri, shika bunduki, mimi na risasi. Wale askari wameshika bunduki zao na risasi na mikono iko tayari kwenye trigger. Wanaanza kuchatua risasi, mtu akapotea kwenye mti. Kwenye mti mtu akapotea na kama hazikuonekana. Risasi zimemiminwa zikapotea. Wakati kamanda anashangaa na wale askari wanashangaa, akamwambia stop. Waliposimama, mtu akarudi kwenye mti na kama alivyokuwa amefungwa. Kila mtu akawa anatetemeka akiwa na bunduki mkononi. Kamanda mwenyewe hajui cha kufanya, askari wake hawajui cha kufanya. Wametaka kumuua mtu, akapotea kwenye mazingira ambao wanashika kuelewa, alafu baada ya tukio akarudishwa. Ndio wao wamefanya. Mfanyaje ingekuwa nini? Wameshika bunduki, wanatetemeka, zikawa kama fimbo zisizo na kazi. Wakaanza kuogopa, haya wewe mfungue. Na mwingine anasema ni hayo. Wewe mfungue, hafungue. Baadaye kamanda akatoa mhanga. Akasema kama ni pepo, basi niwe pepo. Akamfungua kamba. Akasema tukifungua amepotea, atapotea. Mfunge kama kumfungue, alafu funge kama mtuhumiwa, mfunge mikono kwa dini. Wakamfungua kwa kutetemeka. Bunduki hazina kazi. Kinachotegemea kama silaha kisipofanya kazi, kina maana hiyo? Hakuna. Huyu bwana wanapomshangaa yeye na yeye anawashangaa. Hakujua kilichotokea, ila wao ndio walioona. Kwamba amepeleka kwenye mti, yeye hakujui. Sasa ilikuwaje? Wamemfungua, wakasasa huyu jamaa tulinde, tumtoe arudi alikotoka, atuletee balaa. Wakaondoka naye kwa ulinzi. Wameshika bunduki kwa tetemeka, yeye na pigo zake na mkoba wake walijificha kwa wapi? Wakamsindikiza kwa maisha wanayani. Ndio sana. Kama Mungu alivyomlinda huyu bwana kwa namna ya ajabu, atalinda kila mtu. Amen. Atalinda kila mtu atakayesimama kumtetea naye Kristo. Hakuna atakayekufa. Nabii amethibitisha katika Biblia. Tunafanya hivyo leo. Tunao watoto hapa. Tunao watoto ambao Mungu ametujalia kuwa nao, wakubwa na wadogo, na wengine wanakuja. Hao hapo inabidi tuandae leo, waandaliwe kwa ajili ya kipindi hicho ambacho hakuna mtu anayejua katika baba atakuwepo au hatakuwepo. Wakati mchaka huu utakapokuwepo wa kulazimisha watu warudi siku moja, watoto hawa watakapoandaliwa ndio watakaosimama baadaye. Amen. Wasipoandaliwa vizuri sasa hivi na kuendelea, hao ndio watakuwa wakusema, haya jamani, leo kuanzia leo hakuna kuabudu siku ya watu wote Jumapili. Watakataa. Wasipoandalia matbaa, wataona ni kufanya kusali tu. Sasa tunasali lakini Yesu yuko wapi? Sasa watasema Yesu yuko moyoni lakini hayupo. Kama atakuwa kwa leo sasa. Sasa watakapoangaliwa hapa, watasimama kama alivyosimama Jerome. Watasimama kama alivyosimama Wycliffe. Watasimama kama alivyosimama huyu Mkristo ambaye
hakujua kilichotokea, ila waliojua aliona wanatetemeka, wanamshangaa na yeye anawashangaa. Haya mambo Bwana atayafanya baadaye, wakati mchaka utakapotokea. Mwisho wake mchaka watu watakuwa huru kumwabudu Mungu wao. Amen. Somo hilo lilikuwa nasema dakika za lala salama na uhuru wa kuabudu. Mchaka huo uko leo na Mungu wa uhuru. Tunakuja kanisani tunaotaka, tunakuja tunapotaka, tunaishi tunapotaka. Muda ukifika hakuna atakayeabudu anapotaka. Ukishika Biblia unauliza unaenda wapi? Nje na Jumapili utauliza unaenda wapi? Watu watachukiwa kama zilivyochukua Biblia enzi hizo. Walichukua wenye Biblia, wakaambia kila atakayekuwa na Biblia atachomwa yeye na Biblia zake. Huko tunapoelekea haya yote yatarudi. Yatakaporudi, ombe Mungu watakao kuwepo wakati huo wala wasaidie. Ufunuo sura ya 13 ndio inaeleza hiyo miezi 42. Ukipiga hesabu kwenye miezi 42 unapata siku 1260. Lakini kwenye sura ya 14 inasema mcheni Mungu na kumtukuza aliyezifanya mbingu na nchi na chemchemi za maji. Huyu ndiye anatakiwa kuabudiwa. Hatupasi kuabudu kwa kufuata mamlaka. Hatupasi kuabudu kwa kufuata amri kutoka kwa mtu fulani. Lazima umwabudu Mungu unayemwamini. Amen. Hakuna namna nyingine. Hata hiyo ndio kesho na kesho kutwa ukiamua kusimama, msimamie Mungu. Kama huwezi, umwambie siwezi ili akupe nguvu ya kufanya uamuzi ulio sahihi. Jana wa leo tunaona haya yapo. Tunapoondoka kesho na kesho kutwa, tuwe tumeandaa vijana, tuwe tumeandaa watoto. Muda ukifika, wasimame aonekane Yesu, waonekane kama ni wapinzani ambao Bwana atawatumia kusimama na kupeperusha bendera yake wakati huo. Wewe ukiwa haupo na mimi nikiwa sipo. Wasipoangalia wanacheza kanisani, wataona nyumbani na kanisani kitu hiki kimoja. Hawataona tofauti ya kuwepo hapa na kwao. Watakapofundisha tofauti ya kuja hapa peke yake watasimama msimu huo ukifika. Bwana katika jina la Yesu. Amen.